Asante sana kwa kujiunga nasi tena tuweze kufuatilia yale ambayo yanaendelea katika kikao cha mahakama ndani ya kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam siku ya leo. Mtazamaji, tutaendelea na tulipoachia siku ya jana, na leo tutaweza kuangalia ni kipi kilichojiri ndani ya mahakama na ni nini Tundu Lissu ameweza kuwahoji mashahidi waliofikishwa mbele ya majaji siku ya leo. Kabla ni songe mbele, bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe. Asubuhi ya leo majira ya saa 4 asubuhi, majaji na washtakiwa wameingia katika chumba namba 1 mahakamani hapa Mahakama Kuu Dar es Salaam, na sasa kikao kinaendelea rasmi baada ya kuanza asubuhi ya leo, na sasa kikao cha mahakama kimeanza rasmi. Hali ndani ya chumba cha mahakama ni ya wasiwasi, lakini ni ya utaratibu, kwani kila mtu anainuka kwa heshima. Mapema asubuhi ya leo majira ya saa 4, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche tayari alikuwa amewasili mwendo wa saa 3 asubuhi, akikaa kimya miongoni mwa wafuasi kabla ya kesi kuanza. Hakimu mfawidhi anamtaka karani wa mahakama hiyo kuisoma namba ya kesi hiyo ya leo, jambo ambalo hufanywa kwa sauti inayoeleweka kabla ya kesi kuendelea. Kisha hakimu anageukia serikali na kuomba wakili wa serikali kuhutubia mahakama. Renatus Mkude kama kawaida alisimama na kutambulisha timu yake ya kawaida ya mawakili wa serikali wanaoiwakilisha jamhuri. Mshtakiwa Tundu Lissu anathibitisha kuwa yuko tayari kuendelea na usikilizwaji. Upande wa mashtaka unafahamisha mahakama kuwa wana mambo mawili wanayotaka kuzungumzia kabla ya kuendelea na mashahidi. Toleo la kwanza linahusu notisi ya dawa ya ziada ya ushahidi chini ya kifungu cha 308(1), kimsingi maombi ya kuwasilisha ushahidi wa ziada. Suala la pili linahusu mwenendo wa kesi na taarifa zinazotolewa kwa umma kuhusu mashahidi wanaotoa ushahidi mahakamani. Chumba cha mahakama kinazidi kuwa tulivu, kwani inabainika kuwa masuala haya yanaweza kuathiri kwa kiasi kikubwa mwenendo wa kesi hiyo. Macho yote yanaelekezwa kwa Tundu Lissu kwa kijiandaa kujibu. Tundu Lissu ananyanyuka kujibu hoja mbili zilizotolewa na serikali na mawakili wa taifa. Kuhusu notisi ya ushahidi wa ziada, anasema kwa utaratibu ufao wa kisheria haujafuatwa. Anasisitiza kwa sheria hairuhusu notisi kama hiyo kuwasilishwa kwa urahisi bila kuzingatia matakwa rasmi. Wakili wa serikali Nasoro Katuga akiingilia kati, akidai notisi hiyo imesajiliwa ndani ya mfumo wa mahakama. Katuga anapendekeza kuwa jukumu la mshtakiwa ni kuthibitisha tu kuwa tayari kujibu badala ya kupinga ufundi wa kiutaratibu katika hatua hii. Mabadilishano hayo kati ya wakili wa serikali na Tundu Lissu yanaangazia kuongezeka kwa ushindani wa kiutaratibu kati ya upande wa utetezi na mashtaka. Tundu Lissu anajibu kwa udhabiti kwamba ikiwa ni kweli upande wa mashtaka umewasilisha notisi, atajibu kikamilifu baada ya kusikiliza hoja zao. Anasisitiza kuwa hataacha suala lolote bila kushughulikiwa na kwamba mahakama inapaswa kufahamu msimamo wake. Majaji wanarudi nyuma katika mashauriano mafupi, wakinong'ona kati yao wakati chumba cha mahakama kikisubiri. Pause ya muda mfupi inaenea kwa dakika kadhaa na kusababisha mashaka juu ya jinsi benchi itatawala. Watazamaji walioko ndani ya mahakama hutegemea mbele kwa kutarajia. Jambo hilo linaonekana kubeba athari kubwa za kiutaratibu. Jaji kiongozi anatangaza kwamba benchi imethibitisha notisi hiyo ndani ya mfumo wa mahakama na inathibitisha kwamba kweli imewasilishwa ipasavyo. Kisha Katuga anaomba kibali cha kuwasilisha hoja kwenye notisi hiyo kabla ya kuendelea na mashahidi, akieleza kuwa shahidi aliyekusudiwa leo ni miongoni mwa walioorodheshwa awali. Anasema kuwa ushahidi wa ziada ni muhimu ili kuwasilisha kesi ya mwendesha mashtaka ipasavyo. Tundu Lissu anapinga tena, akisisitiza kwamba uzingatiaji wa taratibu lazima uheshimiwe. Anasisitiza kuwa mahakama inapaswa kwanza kuendelea na mashahidi ambao tayari wameratibiwa, huko masuala ya kiutaratibu yakishughulikiwa. Jaji anapendekeza msingi wa kati, akisema kuwa mahakama itaendelea na mashahidi waliopo lakini haitapuuza notisi hiyo. Hata hivyo, benchi inaeleza kuwa notisi hiyo itahifadhiwa kwa ajili ya majadiliano wakati ushahidi wa mashahidi ukiendelea.
unaendelea na kwamba mabishano juu yake yanaweza kuanza siku inayofuata. Tundu Lissu anaikumbusha mahakama kuwa siku iliyopita walipewa taarifa kuwa mpelelezi mkuu atatoa ushahidi wake leo baada ya kukosa kikao cha awali kutokana na mazishi. Anahoji ni kwa nini upande wa mashtaka sasa unaelekeza mwelekeo kwa shahidi mpya anayehusishwa na notisi ya nyongeza. Anasema kuwa mashahidi waliopo wanapaswa kutoa ushahidi kwanza, huku hatua za kiutaratibu zikiwekwa wazi. Katuga anashikilia kuwa mawasiliano kwenye notisi yanapaswa kutangulia ushuhuda zaidi. Baada ya mashauriano zaidi, majaji walisema kwa vile mashahidi wengine wapo, suala la notisi litahifadhiwa kwa majadiliano ya baadaye. Mahakama inaagiza kesi iendelee na mashahidi waliopangwa. Katika hatua hiyo, Renatus Mkude anazungumzia suala la pili ambalo jimbo linataka kulizungumzia. Anaomba ruhusa ya kujadili masuala yanayodaiwa kutokea ndani ya majengo ya mahakama kuhusu ufafanuzi kuhusu mashahidi hao. Jaji kiongozi anamtahadharisha kufafanua swala hilo kwa makini, akibainisha kuwa mahakama haitaki kupoteza muda kuandaa maamuzi bila lazima. Mkude akijiandaa kufafanua, Mkude anaeleza kuwa tangu kesi hiyo ilipoanza, baadhi ya mijadala kuhusu mashahidi imekuwa ikisambaa hadharani. Anadai kuwa mshtakiwa ameshughulikia baadhi ya mambo hayo moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kulingana naye, majukwaa ya mitandao ya kijamii yamejawa na maoni yanayowataja mashahidi kuwa waongo na kukosoa jinsi wanavyotoa ushahidi. Anafafanua kuwa serikali haipingi kuripotiwa kwa kesi hiyo, lakini inadai kuwa ripoti hakupaswi kuingilia mwenendo wa kesi. Anarejelea kifungu cha 114 cha kanuni ya adhabu kuunga mkono hoja zake. Maana yake ni kwamba maoni ya umma yanaweza kuwa kuingilia haki. Hata hivyo, kimsingi upande wa mashtaka unaonekana kuwa na wasiwasi kwamba majadiliano nje ya chumba hicho cha mahakama yanadhoofisha uaminifu wa shahidi. Mtazamaji, ni kukumbusha tu haya yote yanajiri asubuhi ya leo muda huu tunavyozungumza. Wanasema kuwa mashahidi lazima walindwe dhidi ya ushawishi usiofaa au vitisho vya umma. Waangalizi wanaona kuwa serikali inaonekana kutofurahishwa na masimulizi yanayohoji ukweli wa mashahidi wake. Kuna mvutano unaoonekana huku upande wa mashtaka ukiweka maoni ya umma kuwa yanayoweza kudhuru mchakato wa mahakama. Baadhi katika ghala hubadilishana macho wakifahamu madokezo mapana zaidi. Suala hilo linagusa uhuru wa kujieleza dhidi ya ulinzi wa kesi mahakamani. Kwa mtazamo wa utetezi, wasiwasi unaonekana kuwa juu ya uwazi na haki iliyo wazi. Kuna mjadala ambao haujazungumzwa kuhusu kama kujadili ushahidi wa mashahidi hadharani kunajumuisha kuingiliwa au kuchunguzwa kwa umma. Chumba cha mahakama kinaendelea kwa makini huku majaji wakisikiliza kwa makini hoja ya upande wa mashtaka. Ni wazi kwa swala hilo linaweza kuathiri jinsi kesi hiyo inavyoripotiwa kuendelea. Usawa kati ya haki za kesi na majadiliano ya wazi sasa unaning'inia hewani. Benchi inaashiria kwamba itazingatia jambo hilo kwa uangalifu kabla ya kufanya uamuzi wowote. Kwa sasa, mtazamaji, kesi bado zinaendelea na majaji wanaonekana kuwa na nia kudumisha kasi katika kesi hiyo leo. Chumba cha mahakama sasa kinaendelea kufanya kazi chini ya mvutano unaoonekana huku pande zote mbili zikishinikiza misimamo yao. Ombi la mwendesha mashtaka linaashiria kutaka udhibiti mkali wa jinsi ushahidi wa mashahidi unavyojadiliwa nje ya chumba cha mahakama na mitandaoni. Utetezi unabaki dhabiti katika kudai haki ya kiutaratibu na uwazi. Waangalizi wanaelewa kuwa maendeleo ya leo yanaweza kutayarisha jinsi jaribio lingine linavyofanyika wakati kikao kikiendelea. Mahakama kuu inasalia kwa kitovu cha tahadhari ya kitaifa huku kila hatua ikiangaliwa kwa makini. Katika episode ama part hii ya video tutaweza kuachia hapa, lakini ukitaka taarifa zaidi bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa nyingi zaidi.